Christiane Grau. I'm the ambassador of the European Union in Tanzania. And I'm here today and 2 more days together with 11 ambassadors from the member states present in Tanzania at the moment. We have our yearly 3 days visit to Tanzania going outside in the field, because normally we are based in Dar es Salaam, and of course we are very keen to see what is happening on the ground. You know, we are funding a lot of different elements here. We have seen today the regional commissioner, of course, as the first courtesy visit. We are now having seen this FUNGO funded. FUNGO is funded by Finland, the European Union, and some other member states. So we have looked at this very successful project here on the bioplant, fertilizers and pesticides. So we are very happy to have a very successful program. We will now have a discussion on higher tertiary education, which will be very relevant. You know that the European Union member states are very active in university studies here. And then tomorrow and the day after we will spend the time looking in particular at the coffee plantation, talking to the Tanzania Coffee Board, but also looking at the different aspects, because you know coffee is actually a priority sector for the European Union now the next 3 years. So we will also look at the whole value chain of coffee. And then we will look at some more enterprises, how they're doing in the field, its European investment. We try to look at the business environment in general and the involvement, of course, of the European companies there. So we will be here tomorrow. Thank you so much. I can just tell you that we have had 50 years now, but some of our member states have actually already been here more than 60 years. So we are a partner, a long-term partner, which is a reliable partner. We are here to stay, and we are really trying to do the best. We are aligned completely with Vision 2050, so we are really trying to help Tanzania in its development, but also, of course, looking at our European interests and our European business as well. But I think that we have so many aligned elements, and as I said before, also the development of Tanzania, the democratic development is also very important for us, so we are very reliable partner. Thank you so much. Ni mkurugenzi mtendaji wa Plant Board Defenders, kampuni ambayo inazalisha bidhaa za kilimo, viuatilifu na mbolea za asili. Tuko hapa Moshi Kilimanjaro, na sisi ni sehemu wanufaika wa miradi ambayo ya Umoja wa Ulaya ambao walifadhili katika ujenzi wa kampuni, sehemu ya ufadhili wa kampuni. Kwa hiyo wamekuja kuona kile ambacho mashirika haya yalichangia, kama kweli kinatija kwa jamii, lakini kweli kinatija kwenye kilimo, na kuona fursa gani ambazo zipo, ambazo wao kama nchi za mabalozi wa nchi za Ulaya wanaweza katuunganisha, ili sana tuweze kuwa na tija katika uzalishaji. Kama mnavyojua, Tanzania inategemea kilimo kwa kiasi kikubwa, lakini masoko, ili mazao yetu yawe na tija, tunauza sana nchi za Ulaya, na nchi za Ulaya hawataki mabaki ya sumu kwenye mazao zao kama parachichi, kahawa na mengine ya chakula. Kwa hiyo sisi tunaona fursa kubwa, tunaona mwanga, tunaona ushirikiano, lakini hatuishii kwetu sisi tu. Tunaona kwamba wakulima wetu watapata masoko makubwa, lakini vipato vyao, hata afya zao, kwa sababu wanapotumia makemikali yenye sumu inaathiri hata kwa afya zao. Wakulima wengi wamezoea dawa zenye sumu. Unapopeleka kiuatilifu, hakinuki, haikina harufu mbaya, hakiwashi, anakikataa, sio kwa sababu hakifanyi kazi, ni kwa sababu tu hajazoea kuona kiuatilifu ambacho hakina harufu mbaya. Kwa hiyo wale ambao tunakuwa tunawafundisha na wameelewa, wanakipokea vizuri na wanakitumia na kinafanya kazi. Mwitikio ni mkubwa upande wa kanda ya Ziwa. Kwenye pamba wanakitumia sana, kwenye mahindi wanatumia sana, kwenye nyanya wanatumia sana. Sasa hivi tunahamia kwenye tumbaku na wanatumia sana. Lakini kutokana na kwamba sisi tuko Kilimanjaro, tunataka kulazimisha kwa kila namna kwamba wa Kilimanjaro wanufaike. Hatuwezi tukawa tunaenda Mwanza, Shinyanga, tunawanufaisha wakulima wa pamba. Wale wanalima pamba wanauza sana nje. Lakini watu wa Kilimanjaro mashamba yamekufa. Ambao tunashughulika nao ni kampuni hizi zinazolima kahawa hii. Lakini hawa wakulima wadogo wengi kahawa zao zimekufa. Kwa hiyo lengo letu, tunataka tupate mwitikio kwa hawa. Kwenye maparachichi, ukanda wa kusini, Njombe, tayari mwitikio mkubwa. Kienda Mbeya, kwenye viazi wanatumia bidhaa zetu sana kwa kiasi kikubwa. Kwenye korosho mwitikio umeshaanza. Kwa hiyo tunataka kote tuende huko na spidi hiyo. Na Zanzibar tayari tumeshajenga kiwanda, kwa hiyo mwitikio pia Zanzibar ni mkubwa sana. Lakini tunataka Kilimanjaro Plant Board Defenders iache alama kwa kufufua kahawa, kwa kulima kahawa ambayo itakuwa bora zaidi na isiyo na madhara. Sasa kabisa, mimi kwa jina langu naitwa Lydia Alfred. Ni mkulima wa zao la mpunga na mazao mengine mchanganyiko katika kijiji cha Mabogini.
Bidhaa hizi zimeleta tija kwenye mazao nayolima kwa sababu kwanza, wakati natumia viuatilifu vyenye sumu, uzito wake nimelinganisha uzito wa mazao hasa kwenye gunia moja. Wakati natumia bidhaa zile nilikuwa napata gunia moja la kilo 100. Ukienda kukoboa mashine unapata kilo 90 lakini unapotumia bidhaa hizi za Plant Bio Defender zinaongeza uzito kwenye mazao. Ambacho ningeshauri wakiboresha, sasa nafikiri sidhani kama ni upande wake au upande wa serikali, bidhaa zao ni nzuri na zinafanya kazi vizuri, mimi ambaye nimeshatumia kama mkulima, lakini changamoto tunayoipata ni kwamba bidhaa hizi tunazipata kwa bei kubwa. Bei bado ni kubwa. Tunasikia mikoa mingine wanapata kwa bei ya ruzuku, lakini kwa upande wa Kilimanjaro bado sijaona kama bidhaa hizi zinatumika kwa mfumo wa ruzuku.